Asante sana, naitwa Esther Nicholas Matiko, ni mjumbe wa kamati ya hesabu za serikali. Leo tumekuja kutembelea vihenga vya hapa Babati, lakini tumejionea kwa kweli project imetengenezwa vizuri, lakini sasa for the future kama ulivyouliza, tunajua by 2030 Rais Samia amesema kwamba NFRA waweze kuwa na storage au the country waweze kuwa na storage kama ya 3 million. Sasa hivi NFRA ni wana 776. Kuna wadau wengine. Sasa Watanzania tunalima sana. Tukiwa na storage kubwa ya hizi nafaka ni faida kwetu kama nchi, ambapo tunaweza tukauza nchi jirani ambazo zinatuzunguka ambazo zinaweza kuwa na crisis. Lakini pia kuna kipindi sisi kama sisi Watanzania tukapata crisis ya majanga na upungufu wa chakula. Lakini pia NFRA inatumika kama kwa Kiingereza price stabilization, kwa Kiswahili kusawazisha bei ya inapokuwa imepanda sana, watashusha, watanunua kutoka kwa watauza kwa bei ambayo ni rahisi, lakini ambapo unakuta wananchi wetu wanapunjwa sana, kwa maana wale wanunuzi wanatoka sehemu mbalimbali kuja kununua kwa bei ya chini sana. NFRA wenyewe wanaweza kwa kununua kwa bei ya juu ili mkulima aweze kunufaika. Lakini pia opportunity nyingine ni hiyo ya kuweza kuuza nje. Sasa ili tuweze kufaidika zaidi na kuuza nje, lazima tuwekeze kwenye kujenga haya magara au hizi vihenga vingi sana, ili sasa tutoke kwenye hiyo storage ya NFRA sasa hivi ya 776 twende mpaka hata milioni 1, 1.5. Mwisho wa siku hiyo 2030 kama walivyoweka target tufike 3 ambapo tunaweza tukauzia nchi nyingi tu, sio kwa sababu zina majanga, lakini pia inaweza kuwa ni hub ya kusupply kwenye hizo nchi zingine. Kiangalia kwa Tanzania sisi tuna ardhi kubwa na yenye rutuba ya kuweza kulima mazao na kuweza kuuza nje ya nchi. Kwa hiyo inaweza kuwa ni one source of income ya foreign kutoka huko kwa kuuza nje, ikakuza uchumi wetu wa Tanzania. Kwa ni eneo mojawapo la kuwekeza kwenye kilimo. Tujenge magara ya kutosha ili sasa tuondokane na ile post harvest. Wakulima wetu wakilima basi wapate sehemu ya kustore, waweze kupata na wenyewe value ya mazao ambao wamelima, lakini kama nchi tuweze kuchukua na kuweza kuuza nje, lakini wakati mwingine kuweza kutumika ndani ya nchi kipindi ambacho tuna crisis. Bunge wa Bwawa na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali na kiongozi wa msafara. Kama sisi sote tunavyojua kwamba serikali toka miaka ya 2018 ilifanya uamuzi wa kuongeza uhifadhi wa chakula. Wakaamua kuanza kujenga vihenge, yani silos, katika maeneo karibu kanda 8. Sasa utekelezaji wake, ambapo tulipata mkopo nafuu kutoka serikali ya Poland, tulianza kuutekeleza. Na hili ni mojawapo ya eneo ambalo lipo katika zile loti 8. Sasa basi tumekuwa tukijadili katika vikao vyetu na kuona ile fedha ilivyotumika na kuona kama thamani ya ile fedha imefikiwa au haikufikiwa. Na tutaanza kulipa ule mkopo. Tumenufaika na ule mkopo? Kwa hiyo kamati yetu ya kudumu ya bunge iliamua kwamba ije itembelee vihenge hivi vilivyojengwa katika mkoa wa Manyara hapa Babati, ili kujionea uhalisia vihenge vinavyofanya kazi na namna vilivyojengwa, na kama kuna thamani halisi ya fedha iliyotumika. Na sisi hapa nataka niseme kwa niaba ya kamati imefurahishwa sana na namna vihenge hivi vilivyojengwa katika hili eneo na kuongeza uhifadhi wa chakula. Tumeona huu mradi wa hapa umetumia karibu takribani hela za Kitanzania bilioni 19 na point. Sasa tunaona ukilinganisha majengo yaliyopo, uhifadhi uliopo, silos unazoziona, mitambo ambayo imewekwa na vijana ambao wamefundishwa namna ya kuhifadhi na kuendesha hiyo mitambo, tunaona kabisa kwamba kuna thamani ya fedha ya uwekezaji huu mzuri. Na hii itaisaidia taifa kuhakikisha kwamba kwa kweli tunahifadhi chakula vizuri, kwa sababu tumekuwa tukipata hasara kubwa sana ambayo tunapata kutokana na mavuno baada ya hasara ambayo inatokana wakati wa kuvuna, yani post harvest losses. Kwa hiyo sasa itapungua, tutahifadhi chakula, tutakuwa na uhakika kwamba kukiwa na emergency tutakuwa na uwezo wa kupata chakula cha kuweza kuhudumia na kudili na masuala ya maji. Napenda kuongezea ni kwamba tumeitaka Wizara ya Kilimo wahakikishe kwamba katika hizi loti 8, loti 3 inaonekana zimekamilika, lakini loti 5 bado ujenzi wa vile vihenge haujakamilika. Tuliambiwa kwamba kulikuwa na changamoto za mkandarasi kutokukamilisha ile kazi. Sisi kwa manufaa ambayo tunayaona
tumeiagiza Wizara ya Kilimo wafanye kila linalowezekana zile loti 5 zilizobaki, yani ya Shinyanga, Dodoma, Makambako, Songea na Mbozi, vihenge vile vikamilike ili kuongeza uhifadhi wa chakula, kusudi nchi yetu tuwe tunaweza sasa tukahifadhi chakula chote ambacho kinazalishwa cha ziada. Mimi naitwa Gerard Geoffrey Mweli, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo. Leo tuko na kamati hapa ya hesabu za serikali ambao wamekuwa wakitekeleza jukumu lao la kikanuni la kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Jambo la kutia imani ni kwamba kamati imeridhika sana na kazi iliyofanyika. Na nitoe shukrani zangu kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipoingia miradi hii karibu yote ilikuwa imekwama. Na tumeanza na miradi hii mitatu. Tayari sasa hivi leo tumeshuhudia tumeongeza tani 45 ambazo hizi ni tani za nyongeza kwenye kanda hii. Hii eneo tulilokuwepo linaweza kuhifadhi tani 45. Wametuelekeza kamati tuhakikishe tunakamilisha miradi hiyo mitano iliyobaki. Kama tumeweza hii mitatu, naamini kabisa kwa usimamizi wa Mheshimiwa Rais na timu ya serikali ambayo tunashirikiana nayo, tuko kwenye mazungumzo na wenzetu wa Poland na tunategemea ndani ya miaka miwili kutoka sasa miradi hiyo yote itakuwa imekamilika. Malengo ya serikali, malengo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kufikia mwaka 2030 tuna hifadhi ya tani milioni 3 ili tutosheleze sisi wenyewe kwa ajili ya chakula, lakini pia itutosheleze kwa ajili ya kufanya biashara. Tunataka nini sasa? Malengo ya muda wa kati ni kufikia tani milioni 1.5 kufikia mwaka 2028 na milioni 3 tutakapofika mwaka 2030. Tayari serikali imeendelea kuwekeza. Mwaka jana tuliweka bajeti kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu hii, na mwaka huu tunaoenda tunategemea kuwa na bajeti kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu hii. Lengo ni kuhakikisha kwamba serikali na wananchi kwa muda wote wawe salama kutokana na chakula. Lakini vision yetu au dira yetu tulibadilisha sisi mwaka jana. Mheshimiwa Rais alipoingia alibadilisha hata dira ya kilimo ya nchi kwamba ni kujilisha wenyewe na kuwalisha wengine kibiashara. Nchi kama Tanzania haitakuwa na amani kama wengine hawana utoshelevu wa chakula. Na jambo hilo tumeanza kulifanya kwa vitendo. Tumeanza, wenzetu wa Zambia walivyokuwa na changamoto, tulikuwa tayari wa kwanza kabisa katika kanda hii kutoa chakula. Sasa hivi tuna mikataba na nchi nyingine 2 tunaendelea nao na mazungumzo kwa ajili ya kuwapatia chakula. Kwa hiyo tunaposema tani milioni 3 sio kwa ajili ya wananchi tu wa Tanzania, lakini na wananchi wanaotuzunguka. Kwa hiyo mwisho niseme tu wananchi wakae kwa amani, walale usingizi mzuri kabisa kwamba nchi hii iko salama kwa chakula, haitakuwa na njaa leo wala kesho, kwa sababu serikali iko macho na serikali inasimamia jambo la usalama wa chakula kwa muda wote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.